السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea kujikumbusha na maneno yaliyomo ndani ya kitabu chetu kitukufu, nayo ni Al-Qur'an Al-Karim, kupitia sura yetu hii ambayo imekuja kwa utambulisho wa Rum, kwa maana ndani yake kuna mazuri yatakiwa tuyajue, tuyaige, na kuna mabaya yatakiwa tuyajue na tuyaepuke. Sura yetu hii kama tulivyoambiwa na tulivyokumbushana jana, ina hoja nyingi, na katika tauhidi imejikita sana, na inaashiria kutendea kazi ndiyo mafanikio. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Suratul Rum. Hii ni Suratul Rum, Makia, iliyoteremshwa Maka. Wa ayatuha 60, na aya zake ni 60. Iliyoteremshwa sura kama hii baada ya Suratul Inshiqaq, idha as-samaa'u inshaqqat, na ikawekwa kwa mnasaba baada ya Suratul Ankabut, kwa muendelezo na makusudio yale yale ya kufanya juhudi katika mabadiliko. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bi muradih. Ghulibatir Rum, wameshindwa Warumi. Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa desturi yake, akiwa anataka watu wazingatie kile kinachohitajia kuzingatiwa katika kitabu cha kitukufu, anaanza na hizi herufi zinaitwa huruful muqatta'at, kwa maana kwamba kuwe kuna tambihi, kwa maana ya kwamba kunahitajika watu kutega sikio kwa yale yatakayokuja baada yake. Hii ndiyo hali
ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona sura yote imeanza hizi herufi, basi jua ujumbe ule ndani ya sura kama hiyo ni mzito na unatakiwa ufanyiwe kazi kwa bidii kubwa, kwa sababu siku zote mtu akiwa ameshughulishwa na kitu basi anazinduliwa kabla hajaambiwa kile kitu, na hii ni desturi ya maumbile yetu sisi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuashiria. Sasa hapa naambiwa na kupewa habari Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba lile mlikuwa mkilihitaji sio wakati huu. Ghulibatir Rum, wameshindwa Warumi, na kuna sababu iliyopelekea wajulishwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake kwamba Warumi wameshindwa. Wameshindwa na nani? Na Wafursi. Kwamba Wafursi wamewashinda Warumi kwa kuwa lile tamanio lenu mlokuwa nalo la kibinadamu lisokuwa tamanio la kimungu, kwa maana ya kwamba uliwapata kitu kinachoitwa uzalendo. Kama unavyojua Wafursi walikuwa wengi ndani yake si ahli kitab, na Warumi walikuwa wengi ni wanasara ambao ni ahli kitab. Wafursi walikuwa ni watu wa kupinga mambo ya Mwenyezi Mungu, wakilishirikiana na washirikina, kwa kuwa wao walikuwa wameweka tu ule uzalendo kwamba sote sisi ni ahlul kitab. Kafurahia kuumizwa kwa mwingine, Mwenyezi Mungu akauchelewesha ushindi. Kwanza akajalia Warumi wakawa hawajashinda, wamezidiwa, kisha ndio baadaye wakawa wameshinda, kwa kisa kirefu ambacho kinajulikana. Na hili swala la kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza kitabu chake kwa kuzitaja hizi herufi limethibiti kwa istiqra, kwa wanachuoni kufuatilia kusoma zaidi. Sio kama nafsi qat'i imekuja kwamba ikija hizi herufi maana yake jambo lina uzito, kwa maana istiqra ya wanachuoni ndio wamejua kwamba kinachokuja baada ya hizi herufi si kitu cha kufanyia mchezo. Kama mnavyojua herufi za tahaji za kuandiliza mambo zinaanza siku zote kwa kutaja nini? Alkitab, inataja Qur'an, inataja mambo ambayo yanayofungamana na nini? Na Qur'an. Isipokuwa sura 3 tu hazijaanza na mambo ya Qur'an. Ukiangalia zile sura zote zinaanza na herufi kuanzia alif lam mim dhalika kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ukija alif lam mim sad kitabun unzila ilayk, ukiangalia Yasin wal Qur'an al hakim, ukiangalia Sad wal Qur'an dhikr, ukiangalia Qaf wal Qur'an, Hamim tanzilul kitab, utaona kwamba zote zimekuwa zimetaja kitabu Qur'an tanzil, kwa maana ya kwamba ndio idadi kubwa. Sura hizi zimeanzishwa kwa herufi kwamba tunatakiwa tushikamane na Qur'ani, tunatakiwa tushikamane na kitabu chetu, tunatakiwa tushikamane na tanzil, ushusho na wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Isipokuwa sura hizi 3 tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja pasina kutaja Qur'an, kwa maana kwamba yale sasa yaliyokuja ndani ya zile sura tuyatilie muhimu, nayo ni Kaf ha ya ain sad min surati Maryam, haikutajwa kitabu baada ya Qur'an. Kisha surati Ankabut haikutajwa Qur'an na kitabu. Alif lam mim ahasiba an-nasu yutraku an yaqulu amanna,
Kisha na sura yetu hii ambayo surati Rum, baada ya kutaja alif lam mim ikataja ghulibatir Rum, wameshindwa Warum. Na ukifuatilia ukielezea kisa chake utaona kwamba ndani yake kwa nini Mwenyezi Mungu amejalia kwanza ushindi kwa hao Warumi, kisha akaja kujalia ushindi tena kwa akajalia ushindi kwa Furs, kisha akaja kujalia ushindi kwa Warumi, kwa sababu ya mazingatio waliokuwa nayo watu wawili wa pande mbili. Washirikina walikuwa watu washika sana wa Furs, na watu walikuwa wakimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiwashika Warumi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa sasa Warumi wamekuja tena kushinda, alifurahika sana na watu wake walifurahika, kwa sababu hawa manasara ambao ni ahlul kitabu wa manasara na mayahudi, lakini manasara wana ulaini wa moyo, hawana chuki ya moja kwa moja, hawana kama walivyokuwa mayahudi kwamba wao siku zote hawaelewi. Na ndio maana utaona ukuta myahudi ameingia Uislamu ni shibu muhali, lakini kukuta mnasara Kristo ameingia Uislamu ni jambo la kawaida, kwa sababu nyoyo zao ni laini kuelewa haki, kutokana mengi yaliyokuja katika Injili ndio yale yale yaliyokuja kufinywa nguvu na Qur'an Karim. Kwa hiyo walipokuwa vita vimeanza vya Roma na Wafursi ambavyo vilitokea katika mji huu uliokuwa kati ya Palestine na Urdu, Jerusalem na Jordan, ikawa furaha ikaanza kuingia kwa waumini kuonyesha kwamba watashinda tu wa Roma na sisi tutakuwa tumepata nafasi nzuri. Hawakuangalia swala kwamba je, hawa wanapigania na nini. Kwa hiyo sababu ya aya kama hizi kushushwa ni kwamba zilikuwa zinabainisha hivi vita mushrikun walikuwa wanapenda sana washinde nani? Wafursi, kwa sababu jamaa zao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaendana na ibada sawa sawa. Hawa wanaabudu masanamu, wale wanaabudu moto. Walikuwa wengi ni majusi Wafursi, kabla Uislamu haujaenea walikuwa wengi ni majusi. Walmuslimun yawadun, na Waislamu walikipenda washinde nani? Washinde Warum. Kwa nini? Kwa sababu kama tulivyosema, wao ni miongoni mwa ahlul kitab, nyoyo zao ni nyepesi kukubali haki. Mfalme wa Fursi Kisra akatuma jeshi kwenda Rome kwa Kaisar kwa ajili ya kupambana, kuonyesha kwamba yeye yuko tayari na ana uhakika wa kushinda. Na kwa kuwa alituma majeshi alikuwa kishajipanga vizuri, yule aliyokuwa ameendewa alikuwa hakujipanga vizuri. Na huyu mfalme Kisra alikuwa ni mtu anapenda majambo ya ushari. Hata aliposikia kwamba Mtume Muhammad amekuja na dini inakataza kuabudia viumbe na nini, akasema basi tutamchoma yeye na nini, na yani Mungu wetu sisi ni moto, tutamchoma yeye na Mungu wake. Ndio pale pia madrasa mara nyingi sana tunawazindua watoto katika utamkaji, wasiseme Kisra, waseme Kasratun. Ile alama ya kasra sio inatamkwa Kisra. Utakuta madaris nyingi watamkis Kisra ni jina la mmoja katika wafalme ambao
walikuwa ni mataghut wakiabudu nini? Moto. Miongoni mwa wengi walikuwa ni majusi. Kuna mtu akawa anaitwa Shahriraz, yeye ndo alikuwa jemedari katika vita hivi kutoka kwa nani? Kwa mfalme Kisra. Na Kaisara naye hakukubali, akatuma jeshi la uchokozi. Baada ya kuachokozwa kulipeleka kwa nani? Kwa Furs. Akamweka mtu ambaye anaitwa Yahfus, yeye ndo atakuwa jemedari kusimamia vita kama hivyo. Wakakutana vidume hivi katika mji ambao kati ya Adraati na Basra, ni miji hii ya pande pande za Iraq na Sham. Kwa Fursi wakawashinda Waruma. Habari zikawafikia Waislamu wa Makka, fashaka alaihim, jambo likawa gumu sana. Tulitarajia kwamba sivyo, tunafanyaje? Manake hawa Wafursi wakiwa wamepata sasa, itakuja ni shida, itakuwa ni dhiki, kwa sababu walikuwa wana elimu mbalimbali hivi za kujua majambo. Sasa kadri wakipata ushindi hawa, na sisi dini yetu kwenda mbele itakuwa ni tabu. Basi wakafiri wa Makka na mushriki Makka wakafurahi kwa kusikia Wafursi wafanyaje? Wameshinda, kwa sababu siku zote mtu na mtuwe. Waislamu wamehuzunika, lakini wakawa wanajipa moyo kwamba hawa ni watu wa kitabu, hawa manaswara wana chembe chembe za kufahamu majambo kwa njia ya imani, ingawa si wasomi sana. Na Waarabu walikuwa penda, kwa sababu utamaduni wao ulikuwa mmoja, ila tu wale wakorofi wakipenda shari wanapenda kuwa na vitu ambavyo vitawaumiza wenzi wao, wapinzani wao. Na hii ndio ilivyo, kila mtu akiwa ana shari katika moyo wake utaona anamiliki sana silaha. Ukiona hana shari, sengine ile silaha yenyewe mpaka akumbushe kuichukua. Ngapi tutakwambia ndio nataka ulinzi, lakini hii ina define nafsi ya mtu. Kwa kila ukipenda kumiliki silaha nyingi, manake wewe ni mshari. Kwa nini umiliki kitu ambacho kina madhara kwa wengine? Kwa hiyo hao wakawa nimna yao ni moja. Wasema kaingia unyonge sana, Mwenyezi Mungu Subhanahu akashusha aya ambazo ndio katika hii sura yetu kwamba ghulibatir rum fi adna al-ard, wameshindwa Warum katika ardhi ya karibu, katika nchi ya karibu yao wamezidiwa nguvu. Lakini wahum min ba'di ghalabihim, lakini nao wao halia, na hali yao wao baada ya muda kidogo, min ba'di ghalabihim, pamoja na kuzidiwa kwao, sayaghlibun, watawashinda Wafursi. Wakafurahika sana ahlu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa wakifanywa vita na magumu na wale mushriki Makka. Wakatoka spidi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuuliza habari zinakuaje. Mtume akafurahi na kuambia, hii ni hikma tu, sisi tumekosea nia zetu, tulikitaka ushindi tu, kwa maana ya kwamba hawa ni wenzetu tu, lakini hatukutaka ushindi kwamba kuna manufaa ya dini itakwenda mbele. Kwa hiyo tuwakumbushwa na Mwenyezi Mungu kwamba tumeshindwa, lakini baada ya muda na wao watakuja kushinda. Jambo likawafurahisha sana Waislamu. Kwa furaha yao nao wakatoka ndio kwenda kwa mushriki nao kujifakharisha kwa nyinyi, kwa sababu watu wenu wameshinda. Basi habari zimetujilia sisi. Vipi? Akatoka Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu
na kikosi chake kuwafuata wale washirikina pale Maka na kuambia farihtum bidhuhuri ikhwanikum, mmefurahi kwa ushindi wa watu wenu, fala tafrahu, kwa hakika msifurahi. Naona mmefurahi kwa ushindi wa jamaa zenu, vitu ndio kama hivi mazungumzo, lakini msifurahi bwana. Fa wallahi, na Mwenyezi Mungu la yudhhiranna ala Faris, kwamba watazidiwa tu, watashindwa tu watu wa nini wa Fars, ala ma akhbarana bidhalik, kwa namna ambayo tulipewa habari kutoka nani? Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf alikuwa ni mtu anabeba ghera sana, akisikia kushindwa nafsi yake yote haina raha. Akasema kadhabta, msema uongo, ushindi uchapatikana, mchapingwa na nini, alafu tena nataka useme kwamba mtarudi kurudisha nguvu, silaha zenu zote zishateketezwa huko. Akamwambia bali wewe unaongea, wewe ndio akdhab, ndio muongo namba moja, sio mimi. Anta akdhabu ya adu Allah, wewe ndio muongo zaidi ya mimi, ni adui wa Mwenyezi Mungu. Sasa kwa ujasiri wa Saidina Abubakar kwamba maneno yamesemwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio inatakiwa akida iwe salama kwa kutu sote, kwamba kitu akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo hivyo hivyo, akibadiliki. Wewe subiria natija tu, maadamu kimesemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitotokea natija yake vile vile. Ukienda kinyume chake na utakosa natija, ukienda sawa sawa na hivyo semwa, natija nzuri utakaipata ile kusudiwa. Shazua kwamba alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia sasa, wewe kama unaona kweli mimi ni muongo, kwa Kiswahili chetu chepesi cha leo naomba tupinge sasa, tuweke dao kati yako wewe na mimi, nani atakuwa ni mkweli katika hali zetu tuzungumza, kwamba Waroma ndio watakuwa wameshinda au Wafursi, wakati sisi tushaambiwa watakuja mnaona wenyewe wameshinda, watakuja kupigwa. Na haya ndio mabishano. Hao kwa nabishana kwa sababu ya kupata izi ya Uislamu, na wanabishana kwa sababu ya kupomoka izi ya Uislamu. Lakini kuna watu wanabishana kwa upuuzi tu, hakuna ndani yake sharafu yoyote, ni upuuzi tu. Wanabishana na kuweka madao, na saa nyingine watu kutabiri, wana predicted mambo ya mechi, mipira na mengineyo, pasina hata kuwa na jambo la kimaana ndani yake. Haya, akamwambia taal faj'al, njoo tujalie, ijal bainana ajalan, jalia kwetu muda, wana unahibuk, na mimi bwana nakuwekea rehani wewe, ala 10 qalais. Qals ilikuwa ni aina ya pesa, kama tuseme labda shilingi wetu sisi. Akamwambia bwana mimi nakuwekea shilingi 10. Ndio maana yake nini qalais, kwa ala 10 qalais minni wa 10 qalais minka, na pia 10 katika hizo qulus zikutoka kwako wewe, tuziweke hapa, alafu tuweke muda. Na muda uliokiana ilikuwa miaka 3, kwamba atakayekuwa amepatia yale aliyosema basi atachukua 20 zote zake. Enzio haijakuja amri ya kuharimishwa nini kamari, maana hii ni mfumo wa kamari na ni haramu, lakini kipindi hicho bado haijakuja amri ya nini ya kamari. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akampa mipango mizuri, akamwambia usiweke muda mchache, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka katika nini fi bid'i sinin. Aya inavyoendelea tukija kueleza kwamba fi bid'i sinin, katika muda mchache. Sasa bid'i ni muda kuanzia 1 mpaka 7, kauli ya pili kuanzia 1 mpaka 9, au muda uliokuwa chini ya 10. Kwa hiyo mpe muda kidogo mrefu ili asije akakushinda. Tumsawa na mwelekeza nani? Amwelekeza Abubakar kumwambia Ubay bin Khalaf kwamba wamewekeana dawa, kwamba ikitokezea hivyo basi
kila mmoja atampa mwenzie kile kilichokuwa. Abubakar akaongea haraka, bwana mimi naweza kukuzidishia dao bwana. Haya vipi? Tuzidishe muda kidogo kwa sababu mimi lazima najua watashindwa tu. Watu wamepigwa wamalizika bwana, wanashinda vipi? Kweli wakaweka ahadi yao, ikawa sasa ni muda ukawekwa zaidi ya miaka mitatu. Wakakaa watu wakasahau, wakawa muda umeendelea kukaa na kukaa. Akasema bwana mimi navunja sasa hivi, manake wewe ushashindwa Abubakar, wewe bin Khalaf navunja. Hapana, mimi nakuzidishia. Baada ya kutoka 10 wakaweka mpaka 100, kwamba huu muda mrefu sio na hasara. Mimi nakupa kama mfano shilingi 100 nakupa kulus 100 kulus, nakupa sasa 100 ya hizi kulus. Tukae mpaka miaka 9, na chini ya hapo kweli wakakaa. Chini ya muda huo ikatokea tukio lingine tena. Ikawa Saidna Abubakar akimuona Ubay bin Khalaf anampa kishindo. Ikatokezea mara min marat katika majukumu ya kikazi akatoka. Saidna Abubakar akataka kuondoka, na unajua zawadi wakiaidiana lazima wale walioadiana jambo wapeni habari. Ubay bin Khalaf akasema hauwezi kuondoka bwana, nataka kitokea hichi tunaona wenyewe, tunasikia wenyewe jambo kama hili limekuwa. Kama unaona mabishano yetu ya kawaida kwenye makuzi, mtu anatoka ameshika na kukazania, na wao uliwapata ubinadamu kama huo. Ndio tukasema kwamba wa majara baina sahabi naskutu, iliyopita kwa masahaba tunanyamaza kwa kuwa kwamba tusije tukawahukumu walichokifanya, na hali ya kuwa wao ni nujum udul, wao ni nyota za ulimwengu na ni waadilifu. Kwa hiyo ikawa kwamba baada ya kuanza kutoka kabla niekee mtu atakuwa badala yako, maana yake niekee dhamana ikiwa ni kitu kinaitwa dhamana, ikiwa ni mtu anaitwa kafiri. Kwa hiyo akamwekea mtu ambaye akiwa yeye hayupo atatekeleza jukumu kama lile. Kisha kaondoka na Ubayya huyu akawa fanya mubaraza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafanya mubaraza, yani mubaraza ile kutoka mmoja mmoja, huyu na huyu anapigana, atakayeshindwa na kapembeni watoka wengine. Kabla ile vita yenyewe haijakuwa iktiham, haijapambana, haijachanganya. Kwa hiyo wakashindana na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akampiga, akamzidia, akafa Ubayya pamoja na yeye. Ona hikma kwamba Mwenyezi Mungu ukiwa ni wali wake anakuepusha na jambo baya. Sayyidina Abubakar alikuwa amepambana kuweka hiyo, kumbe ni kamari, na yeye alikuwa ajui kwa sababu sheria haijaja, lakini Mwenyezi Mungu kamnusuru kwa huyu. Ilipotokea vita Uhud akawa amepambana katika mubaraza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amempa jeraha ambalo limefanya ndio sababu ya umauti wake. Baada ya muda kwa miaka takriban zaidi ya 3, vita vikatokea tena. Vikatokea vita na wakashinda kweli wa Roma. Kuwashinda nani? Wafursi. Baada ya miaka mingapi? Baada ya miaka 7. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam mshawishi Sayyidina Abubakar kwamba sieki miaka 3 inaweza kuwa bado, kwamba atoe muda, kwa sababu watu waliopigwa washamalizwa nguvu zao kila kitu. Kujipanga kunahitaji muda wa ziada, na hii ndio inachukuliwa ni firasatul mu'min, kwamba uone wa mu'min ni kitu kingine. Kwa hiyo ilipotimia miaka hiyo 7 mimunahabatihim, na inasemekana kwamba ndio ilikuwa siku ile ya Badri pia, ikawa ahlu Makkah wakashuhudia lile jambo kwa kufa Ubayya. Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu hakutaka tena kuendelea na lile jambo, kwa sababu ikashuka aya inawashiria kufanya wema na sio kufanya ubaya.
kabla haijakuja aya ya tahrim al-qimar. Ghulibat ar-rum wa rabatu khuyulahum bil madain wa banu rumia. Basi Sayyidina Abubakar wakawa wao zile mali zao zimechukuliwa na watu kwenda kurithiwa, na hakuna tena kilichokuwa zaidi. Bali Sayyidina Abubakar, kwa sababu aya ya kuharamishwa kwa bado watu wanarithishwa, na yeye akabeba sehemu ya watu wake, akaenda kwa Mtume SAW kumjulisha, Mtume, itakuwaje hizi mali, yule mtu amekufa lakini warithi ndio wamezichukua, ilikuwa iko hai tupambane na mimi. Kwa hiyo ni tumepatana, warithi wakazichukua mali zake na mimi nimechukua sehemu yangu, lakini nimekuja kwako nipe hukumu. Mtu sio kwambaje, tasaddaq bihi, zitoe nini? Sadaka. Hapo pia maulama nao wakajenga hukumu ya hila. Kwa mara nyingine ukapata pesa zisizokuwa za halali zimekujilia, basi ili wewe usiwe miongoni mwa kupata madhara na wala usiwe ni sehemu za kufisadi ile mali, labda ukaikataa tu ikawa haina maana, au usipokee na kisha utoe sadaka. Yani wape watu, sio kwa wewe, usile wewe, kwa sababu zimetokana na jambo ambalo sio zuri kitabia. Baadaye ikaja aya ya kuharamisha kamari, kwamba haitakiwi, kwa sababu kuna kitu hadia na kuna kitu kamari. Kamari sura yake kwamba kila mmoja anatoa, lakini hadia wanaoshindani wengine na anayetoa ni mwingine. Hii inaruhusiwa kisheria ya Kiislamu. Lakini ukitoa wewe na nikatoa na mimi, ala sabili mithal, kwa kushindania jambo fulani, basi hiyo ni nini? Ni ainul khamar. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia kwamba katika hii sura, kwa kuhadithia kwamba alif lam mim, tanabahi, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu anataka kukwambia jambo kubwa. Ghulibatir rum, wameshindwa wa Rum, kwa ile mara ya kwanza, kwa sababu iliwapata ghera, kwa sababu kisa ni kirefu, tumefupisha kupata ile pointi ya maana. Walikuwa hawa nini wa fursa sasa, wanawaonea zaidi, kila mara wanaendelea kuwashambulia, wanavunja majumba yao bila sababu, kwa sababu washaonekana hawana nguvu tena. Wakatokea vijana wenye hamasa, wakajipanga, wakapata nguvu kwa dola nyingine, wakapambana, kwa sababu walikuwa wanatafuta haki yao baada ya kudhulumiwa. Pale mwanzo wote walikuwa katika hali ya kawaida, lakini walipodhulumiwa ikawa wameshindwa. Hao waliokuwa wamedhulumiwa wameshinda, na hii ndio kaida. Ukimdhulumu mtu ujue atashinda tule mtu. Hapa duniani utaona wewe umefanikiwa, lakini akhira Mwenyezi Mungu atampa ushindi, au hapa duniani akampa ushindi, kwamba ukawewe unaharibikiwa kwa zile dua zake au kunung'unika kwake. Kwa sababu nini? Mwenyezi Mungu pamoja na mtu aliyodhulumiwa. Watu watatu dua zao wazirejeshwi nyuma. Kwa hiyo tukaambiwa ghulibatir rum, wameshindwa Warumi, fi adna al-ardi, katika nchi ya karibu au ardhi ya karibu, ambayo kama tulisema hapo ni mji wa Basra uliokuwa kati ya Palestina na Urdun, ambao ni Jordan kwa wakati wetu, na Jerusalem. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushindwa kwao basi watashinda. Kuwashinda nani? Kuwashinda fursa. Fi bid'i sinin, katika muda mfupi sana, yani katika miaka michache. Manake bid'i sinin, katika miaka michache, manake tukapokuwa mpigwa vita ikapita miaka 7. Maulama wakafasiri kwa bid'i ni jina, neno la Kiarabu ambalo lenye hesabu inayomaanisha 10 kushuka chini. Ingawa kuna kauli tofauti mambo ya kilugha hayo, kama kuna kauli ya 9, kuna kauli ya 7 wa haluma, lakini kauli ajma ni kwamba 10 kushuka chini. Lillahi al-amru, ana Mwenyezi Mungu amri ya mambo yote, min qablu wa min ba'd, kwa jambo la ushindi wao inatokana na Mwenyezi Mungu. Ana nguvu Mwenyezi Mungu, ana amri ya kufanya Mwenyezi Mungu kabla ya kutokea vita, na imekuja qablu kwa idhafa.
ya kuondosha, idhafa ihdhafia, imedhifisha kwa kitu kilichoondoshwa, na kilikuwa qabla ghalabati Rum, baada ghalabihim Rum, yani baada ya kushinda kwao na kabla ya kushinda kwao na baada ya kushinda kwao. Mwenyezi Mungu anatawalia mambo yote. Kabla ikija na fatha lazima iwekwe ile dhafa yake. Ikiwa imeondoshwa mudhafu wake ilayhi, ndio inasimama dhamma kama taratibu za lugha. Ndio hapo ikasawa wao min, kwa sababu min tabia yake ni siku zote ikiingia na ikakasra, lakini hapo imekuwa na dhamma kwa sababu mudhafu wake imeondoshwa. Mudhafu wake ameondoshwa, ndio maana kwa min qablu. Ingekuwa mudhafu wake ingekuwa min qabli, kama anavyoeleza katika sura nyingine, min qablikum ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum, kwa sababu ile idhafa ya kitabu iko pale pale. Haya ni mambo ya kilugha, si sana kuyaeleza mbele ya awam, lakini mara nyingine na shay yuzkar. Kwa hiyo lillahi al-amru, anayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amri ya kupekesha majambo, kwa maana ya kwamba ai lillahi, anayo Mwenyezi Mungu al-amru min qabli ghalab dawlati Rum, uweza kufanya kabla ya kushinda kwao hii dola ya Rum ala Faris ya Wafursi, wa min ba'daha, na baada yake, baada ya kushinda kwao hii dola nini ya Rum. Yote ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu wa qadaihi, na hukumu yake imehukumu hivyo kwa ajili ya kuonyesha namna gani watu wanatakiwa mambo yao wayatelekeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa hivyo, wa yawma idhin yafrahu almu'minun, wa yawma idhin yafrahu almu'minun, na masiku hayo watafurahi sana waumini, ay bitagharbi Rumi Farisa, kwa kule kushinda Rumi kwa shindano wa Fursi. Yafrahu almu'minun, watafurahi waumini. Wafurahi kwa sababu gani? Binasrillah. Sasa muone nafsi zao zimerudi baada ya kuwa kwamba ni ushindi tu ule wa kiasabia, zimerudi katika nini? Mwenyezi Mungu kwamba ni kwa binasrillah, kwa ile nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Watafurahi waumini kwamba wameshindwa Fursi kwa nusra ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu walikuwaonea, na wao si ahlul kitabu, walikuabudu mambo ya moto na mengineyo, hawana chochote mbele ya imani. Kwa hiyo waumini likawafurahisha jambo kama hilo, watu wabaya wameondoshwa. Na hii ndio ilivyo mtu mbaya. Hata sheria yetu akiondosha mtu mbaya abidi mtu ushukuru kwa Mwenyezi Mungu na ufurahie. Hata sheria ikatwambia ikiwa Mwenyezi Mungu amekuafu na jambo baya na wewe uko katika hali nzuri, ametuwekea Mtume swalla salam kushukuru, kuonyesha kwamba kitu kibaya kikuondoka watakuwa ushukuru. Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalah, au kama qala alayhi wasallam. Unatakiwa ukiona mtu ana tatizo wewe huna, useme namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniafu mimi na akamuonja mwingine. Ili natakiwa useme namna hiyo, usione tu kama kawaida tunakwenda. Ukutana mtu ana mapungufu ya maumbile, ukutana mtu ana majanga ya maeneo, riziki kadha kadha, wewe mzuri kuafu, watakao useme alhamdulillah alladhi afani mimma ibtala, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniafu mimi kwa yale walioonjwa kumuonja mwingine. Wa yawma idhin yafrahu bi nasrillah, ay yawma taghallubihim Faris. Kwa nini? Taghlibuhu min lahu kitabun ala man la kitaba lahu, kwa sababu walikuwa wameliona hili. Wa ghaidhu wa ghaidh, na ile chuki, man shatamu wa shamatu, wale ambao walikuwa kuwatukana na kuwataka waangamie. Shamata tamanaki ni kutaka baya limkute mwezio, na tumekatazwa kumwombea mtu apate baya na Mtume swalla la shamataka li akhika, usimwombee umpate ubaya tu, hata adui yako usimwombee apate ubaya. Wewe omba kwa Mwenyezi Mungu akunusuru ule ubaya, alafu yeye Mwenyezi Mungu atajua amfanye nini. Lakini sio fulani bwana apate la kupata, wala atanitambua si katika akhlaqi
zilizokuja nazo Uislamu. Katika Mtume sallallahu katika hadithi sahihi ambayo kwa Tabrani kwamba afdal fadha'il an tasaha man zalamak, kumsamehe yule ambaye amekudhulumu. Na hadithi kaendelea, utupi man haramaka, umpe, watasila man qata'aka, na muunge alokukata, haluma jahani fadha'il, yani afdal fadha'il, katika mambo mazuri na makubwa. Kwa hiyo hapo imekuja kutuonyeshea kwamba Mwenyezi Mungu ana miujiza, na ikampa nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba wake kuonyesha kwamba ametabiri jambo ambalo litakuja baadaye na likawa vile vile. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ukiwa umejisogeza kwake atakupa nusra tu, hakuna njia nyingine, kwa sababu huo ndo mfumo wake, na ametoa ahadi yake binasri la, kwa kunusuru kwake Mwenyezi Mungu, yansuru man yashau, anamnusuru amtakaye, wa huwa al-azizul hakim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mno, lakini ni mwenye hikma, mwenye huruma katika kupekesha mambo yake. Wal azizur rahim, kwamba ni mwenye nguvu mno Mwenyezi Mungu, na pia mwenye huruma mno, kwa maana mambo yake yote anayofanya, lakini waja wake anawahurumia. Ay yansuru man yashau wa yansurahu min adui wa ghayru alayhi, atamnusuru mtu amtakaye kwa muktadha ile mfumo alioweka katika ulimwengu. Lakini hii maana ya mtakaye, wanachuoni wametuambia kwamba lazima na wewe utake, ndio Mwenyezi Mungu atakupatia jambo kama hilo. Kama wewe utaki, na hii ni mgogoro mkubwa katika mambo ya aqida baina ya Jabaria na Ikhtiaria katika Ahlus Sunna wal Jamaa na wengineo. Wengine wanasema yote yanayofanyika Mwenyezi Mungu kataka, kwa sababu hajaumbwa na sisi ikhtiyari, lakini kauli sahih na rajih kwamba sote tumeumbwa na ikhtiyari. So Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Vipi atuachie njia mbili tuchague wenyewe wakati hatuna ikhtiyari? Kwa maana kwamba ile tunapoambiwa kwamba yahdi Allahu man yashau, kwa maana muongoa Mwenyezi Mungu amtakaye akitaka. Ndio maulama wakafahamu fahamu huo kutoa na siyaki ya Qur'an. Kwa Mwenyezi Mungu yansuru man yashau, anamnusuru amtakaye, kwa kutaka huyo mtu kunusuriwa. Wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-azizur rahim, ni mwenye nguvu na mwenye huruma. Laiti hana huruma Mwenyezi Mungu, leo madhambi tunayofanya tungedodomezwa wote kama kaumu zilizopita huko nyuma. Sikifanya dhambi moja za dodomezwa. Na Mwenyezi Mungu atambia kwenye kitabu chetu Al-Qur'an Karim kwa kukwambia walau yuakhidhu Allahu, kuonyesha huruma yake, walau yuakhidhu Allahu an-nasa, laiti Mwenyezi Mungu atawapatiliza watu bima kasabu, kwa yale ambayo wameachuma na wameyatenda katika mabaya, ma taraka ala dhahriha min dabba, asengeacha katika huu mgongo ardhi kiumbe chochote kile, ingedondomeza na ingekuwa chini juu. Lakini kwa sababu nini? Al-azizur rahim, yeye ni mwenye nguvu mno, lakini na huruma yake pia ni kubwa. Kwa hiyo akawanusuru wale kwa kuonea huruma wale. Waroma walikuwa wakionewa sana na Wafursi, pamoja wamezidiwa, bado wanateswa kama kudhalilishwa. Wakasikitika na sikitiko kwa imani waliokuwa nayo, Mwenyezi Mungu akawaonea huruma, akawarejeshea nguvu, wakawashinda Wafursi, na ndio jambo liwafurahisha waumini na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'ada Allah, tukome hapo inshallah. Sawa, hiyo ni ahadi. Mwenyezi Mungu anasema baada ghalib sayaghlibun, hiyo ni ahadi, na kweli wakaja kushinda. Sasa ahadi ya Mwenyezi Mungu ikoje? Mwenyezi Mungu tutafikia kesho inshallah, tutaendelea kuendelea na sura yetu kuielezea kidogo ili tupate mafunzo na kujikumbusha ndani ya sura hii. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفق أهلنا، وقرابات لنا في ديننا، مع القتل أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما، ارزقي كل حلال دائما، واخذ يا علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشرور، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون،
قبل أن تأتينا رسل منور، واغفر رسول أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصافي. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأنصاك. عالم سر وأخفى مستجيب الدعوات، ربي فهمنا علوما برسول الله، واحلل عنا المشكلات. الحمد لله. أحسنتم مشكورين.